Mezani mwetu tumefikiwa na taarifa ambayo sio nzuri kumuhusu aliyekuwa mufti mkuu kufariki dunia ghafla. Maneno ya kumtakia mwisho mwema na salamu za rambirambi ndizo zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii. Mungu ampe mwisho mwema. Hakikisha umebonyeza maneno subscribe ili kutopitwa na taarifa zetu. Ili kupata uelewa, tujue kwanza mufti mkuu ni nani. Mufti mkuu ni kiongozi wa Kiislamu anayetoa maoni rasmi ya kidini, fatwa, kuhusu masuala ya maisha ya kiimani na kijamii. Jukumu kuu la mufti mkuu ni kutoa fatwa, maelezo rasmi ya dini kuhusu masuala mbalimbali na sheria za Kiislamu, kuelekeza waumini jinsi ya kufuata sheria ya Kiislamu, sharia, katika maisha ya kila siku, kushirikiana na jamii kuiongoza kidini, akihimiza amani, mshikamano na maadili mema. Mwisho ni usimamizi mkuu wa kidini katika nchi. Mufti mkuu huongoza baraza la kidini la taifa na jamii ya Uislamu, yaani yeye ndiyo kiongozi mkubwa kabisa kuliko wote wa kidini katika taifa. Kwa ufupi, mufti ni mtaalamu wa sheria na maadili ya Kiislamu anayetoa mwongozo rasmi kwa waumini katika taifa, na ni lazima awe na elimu kubwa ya kidini. Kwa Tanzania, mufti mkuu ni Sheikh Abubakari Zubeiri, ambaye hata yeye ameonyesha majonzi yake kufuatia msiba huu wa Mufti Amer. Taarifa kamili ni kwamba Ethiopia, Afrika kwa ujumla na hata nchini Tanzania, waumini wa dini ya Kiislamu wamepatwa na majonzi baada ya mufti mkuu wa Ethiopia kufariki dunia. Ikumbukwe mufti huyu alikuwa akishirikiana na mataifa mbalimbali likiwemo Tanzania kukuza dini na imani ya Kiislamu. Oktoba 20, 2025, dunia ya Kiislamu nchini Ethiopia ilimpoteza kiongozi wake huyo mashuhuri wa kidini. Mufti mkuu Haji Ama Idris alifariki akiwa na umri wa miaka 85. Haji Ama Idris alikuwa kiongozi wa baraza kuu la juu la masuala ya Kiislamu la Ethiopia, Ethiopianic Islamic Affairs Supreme Council, na mchango wake umekuwa kipekee katika kuimarisha umoja wa kidini, maadili na mshikamano wa kitaifa. Alihitimisha masomo yake ya dini katika shule ya Quran nchini Ethiopia na kuendelea na elimu ya juu Sudani na Saudi Arabia, akijitahidi kueneza amani na elimu ya Kiislamu katika pembe ya Afrika. Kifo chake kimeleta majonzi makubwa nchini Ethiopia, ambako Afrika na duniani kote pia wameguswa na kifo hicho. Viongozi mbalimbali wa kidini na kisiasa, akiwemo Waziri Mkuu Abiy Ahmed na Rais Taye Selassie, wametoa rambirambi zao. Mazishi yake yafanyika katika msikiti wa Nuru jijini Addis Ababa, ambapo maelfu ya waumini walikusanyika kutoa heshima zao za mwisho. Viongozi wa dini mbalimbali wakiwemo viongozi wa dini ya Kikristo walihudhuria na kumtaja Haji Ama Idris kama kiongozi mwenye hekima, upendo na mshikamano bila kujali dini au kabila. Kwa sasa nafasi ya mufti mkuu wa Ethiopia inasubiri kuteuliwa kwa kiongozi mpya, huko Dr. Sheikh Haji Ibrahim Tufa akichukua nafasi ya rais wa baraza la juu la masuala ya Kiislamu nchini. Kifo cha mufti huyo kinaaminika pia kumgusa mufti mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakari Zubeiri, ambaye pia ametuma salamu za pole na rambirambi. Mseto Media tunatoa heshima na pole kwa waumini wa dini nzima ya Kiislamu kufuatia kudondoka kwa nguzo hii kubwa na muhimu Afrika. Hii ni chaneli ya kupendwa Mseto Media. Baki karibu na sisi kwa taarifa zaidi, lakini pia na wewe unaweza kacha maneno yako ya pole na salamu za rambirambi kufuatia kifo cha mufti mkuu wa Ethiopia. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.